Madhara ya kuwa mtu wa nia mbili. Hili jambo ni jambo ambalo nataka kufundisha kwa sababu ni jambo muhimu sana katika maisha yetu. Hata litatusaidia katika malezi pia. Unapoona unakuwa na mtoto halafu anakuwa na nia mbili, takuonyesha anakuwa na nia mbili. Unapokuwa na mchumba halafu anakuwa na nia mbili. Unapokuwa na mume au mke halafu anakuwa na nia mbili. Unapokuwa ofisini, wafanyakazi wenzako, ukagundua kuna mfanyakazi ambaye ana nia mbili. Ukagundua kwamba tajiri wako wa kazi ana nia mbili, basi lazima ujue kwamba kuna shida mahali. Ni jambo ambalo lina madhara na madhara yake huwa ni makubwa. Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 8. Madhara ya kuwa mtu wa nia mbili. Yakobo sura ya 1. Twende pale kwa sababu ni andiko la msingi. Yakobo sura ya 1 mstari wa 5. Tutasoma mpaka mstari wa 8. Yakobo baada ya kitabu cha Waebrania, kinachofuata ni Yakobo. Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 8. Tasoma kama ilivyoandikwa. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kwamba atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Hebu tuseme hayo maneno. Mtu wa nia mbili. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Katika njia zake zote. Turudie tena. Mtu wa nia mbili. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Katika njia zake zote. Okay, asante. Panatosha. Mpaka mstari wa 8 tu. Maneno haya ambayo tumesoma ni maneno ambayo ni muhimu sana. Na tunapozungumzia nia, tunazungumzia ile hali ya ndani ya moyo wa mtu. Nia mara nyingi huwa ni kusudi. Nia mara nyingi huwa ni lile lengo alilonalo mtu. Nia mara nyingi huwa ni yale mawazo. Nia ni kusudi. Nia ni lengo. Nia ni yale mawazo ya ndani ambayo mtu anayo. Biblia inaposema suala la kusitasita, inazungumzia ile hali ya kutokuwa na msimamo katika mambo. Kwa hiyo naweza kuona Yakobo alikuwa analifundisha kanisa kwamba watu wanapokuwa wamepungukiwa na hekima na mambo mengine, wanatakiwa kuomba. Lakini maombi ambayo yanatakiwa kufanyika ni maombi ambayo hayana mashaka. Yakiwa na mashaka, tayari nia inagawanyika. Kwa upande mmoja, nia inamwamini Mungu kwamba anaweza akatenda. Lakini kwa upande wa pili, mashaka yanajaribu kuzuia na kuonyesha kwamba anaweza asitende. Kwa hiyo nia zinakuwa mbili tofauti. Unaona, kwa mfano mwezi wa kwanza kama alivyosema mtumishi wa Mungu pale, mwezi wa kwanza tulikuwa na mahitaji tumeandika kwenye orodha. Na unajua ni kwa ajili ya mwaka huu. Na je, nia yako ikoje? Angalia, nia inatakiwa kuamini kwamba Mungu atatenda. Kukiwa na mashaka kidogo, tayari ni upande wa pili, kwa sababu nia inahusisha mawazo. Ile hali ya kutokuwa na msimamo inaonyesha hali ya moyo wa mtu jinsi ilivyo. Kuna nia ambayo inaweza ikawa mbaya, lakini kuna nia ambayo inaweza ikawa njema. Lazima uweze kufahamu. Nia inaweza ikawa nzuri au inaweza ikawa mbaya. Ikiwa nimesema nia ni lile kusudi, kwa hiyo kusudi laweza kuwa jema, lakini kusudi pia laweza kuwa baya. Na kama nimesema ni lile lengo, ina maana lengo laweza kuwa jema,
lakini pia lengo laweza kuwa baya. Na kama nimesema ni mawazo yaweza kuwa mema, lakini pia yaweza kuwa mabaya. Unaona, nia ndivyo ambavyo inakuwa kwa ujumla wake. Mtu wa nia mbili anatajwa kwamba ana sita katika njia zake zote. Mara zote watu wa namna hii hawapokei kitu kutoka kwa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu hata akijibiwa hatajua nani kajibu, hatajua kama ni Mungu kajibu, hatajua kama ni ile miungu ambayo anaabudu imejibu. Elia aliwahi kukabiliana na watu hawa wa jinsi hii. Kwenye Wafalme wa Kwanza 18, twende pale. Hapa mahali palikuwa ni mahali pa kipekee kati ya sehemu ambazo ziliwahi kutokea katika Biblia, na zikawa ni wakati wa kipekee. Ni wakati huu ambapo Elia alikutana na hii changamoto, lakini pia ni wakati wa kipekee ambapo dunia ilikutana na changamoto hii, na kulikuwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni wa kipekee sana, alikuwa anaitwa Elia. Wafalme wa Kwanza 18, tutakwenda pale. Wafalme wa Kwanza 18, twende pale katika mstari wa 21. Tutakwenda mistari miwili ama mitatu pale kwa chini. 18:21. Naye Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita kati ya mawazo mawili hata lini? Mtasitasita kati ya mawazo mawili. Nia hiyo, mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni. Ndio. Bali Baali akiwa ni Mungu, haya mfuateni yeye. Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao, na wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini, nami nitatengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Asante. Labda inatosha tu hapo mpaka mstari wa 24. Hapa mahali pana kitu cha ajabu kilitokea. Hii nchi ilikuwa haijanyesha mvua kwa miaka 3.5. Nataka uone wakati ambapo tunakuwa na changamoto ya mvua, wiki 2, wiki 3, mwezi 1, miezi 3, vumbi linakuwa jingi, miezi 4, ng'ombe wanaanza kukosa majani, miezi 5, jua linachoma kweli kweli, watu wanapata shida, miezi 6, ikitimia miezi 6 wanasema jamani mvua ingenyesha sasa. Jamani mvua. Hapa miaka 3.5 haijawahi kunyesha mvua katika nchi. Jua lilikuwa ni kali, miti ilikuwa imekauka, na kila mahali majani hayakuwepo. Yani hali ilikuwa ni ngumu, kuna ukame kweli kweli. Na wakati hali ikiwa hivyo, watu walikuwa wanapenda kuabudu Mungu ili waombe mvua ije. Lakini pia walikuwa wanaamini kwenye mabaali, ile miungu pia ya baba zao walikuwa wanaabudu zamani. Walikuwa pia wanaamini katika ile pia yaweza kufanya kitu, yaweza kuleta mvua. Na unajua kusanyiko lilikuwa hapo, palikuwa na maelfu ya watu wamekusanyika, na manabii zaidi ya 400 wa Baali wamekusanyika, na Elia manabii wa Mungu aliye hai alikuwa pale amekusanyika. Na unajua sasa wote wako sehemu ya maombi, wanataka kuomba mvua ipate kunyesha. Lakini katika hali kama hiyo, ni Mungu pekee wa kweli anahitaji kujidhihirisha. Ni Mungu pekee wa kweli anahitaji kuonekana. Miaka 3.5. Tatizo lako si jambo kubwa sana.
lina mwezi mmoja, lina miezi 6 tu. Una tatizo la mwaka mmoja tu, halijaenda sana. Miaka 3.5, nataka uangalie hiyo picha kwanza ilivyo. Na Elia akiwa hapa akawaambia hawa watu, kwa sababu anawajua, anaishi nao, anawafahamu kwamba ni watu ambao kwa Mungu wanakwenda, lakini pia katika ibada zao za miungu wanakwenda. Kwa Mungu wanakwenda, lakini pia wanachinja mbuzi zao. Kwa Mungu wanakwenda, lakini pia wanakunywa pombe kwa siri. Kwa Mungu wanakwenda, lakini pia wanafanya mambo ya kidunia. Kwa Mungu wanakwenda. Sasa Elia akawaambia, sikilizeni, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Anawaambia watu ambao kuna manabii wa Baali 400. Hili jambo la manabii wa Baali 400 waweza usilielewe. Katika hali ya kawaida, ngoja nikwambie lugha ya leo. Kuna wachungaji na maaskofu 450 wameketi, wamevaa kola zao, wana yale makofia yao, wana yale mafimbo yao, wamevaa yale mamisalaba yao, wengine wana zile tasbihi zao, wanaendelea kusema kwa lugha zao hizo. Wameketi 450. Halafu hapa kuna kijitu fulani kinaitwa Elia, kinasema eti kimeokoka, kinasema kwamba kinakwenda mbinguni, kinasema kwamba kinamwamini Mungu, kinasema kwamba kwenye hiyo hali ngumu Mungu bado anampa maji kwenye vijito. Yani kiko pale, anatokea anasema, sikilizeni, mtasitasita kati ya mawazo mawili mpaka lini? Kama Bwana ndiye Mungu, mwabuduni yeye, na kama Mabaali ndiyo miungu, iabuduni hiyo. Haleluya. Akawaambia, leo ni siku ya kudhihirisha ni Mungu yupi awezaye kutenda, ni Mungu yupi awezaye kujibu, ni Mungu yupi awezaye kuleta matokeo. Akawaambia, jengeni madhabahu pale jinsi mnavyojua miungu yenu inajibu. Baada ya kujenga, chukueni ng'ombe wa sadaka, wekeni juu ya madhabahu zenu na kila kitu, wala msiweke moto wala chochote kile. Halafu na mimi nitajenga madhabahu ya Mungu aliye hai, na katika hii madhabahu ya Mungu aliye hai nitatengeneza pia kama ninavyojua jinsi Mungu wangu anavyojibu, na pia nitaweka sadaka, sitaweka pia moto. Halafu twendeni kwenye maombi. Haleluya. Ilikuwa ni jasiri wa kipekee sana, mtu mmoja tu peke yake. Na ukumbuke wakati ule Yesu Kristo hata hajaja, kiasi kwamba walikuwa kila kitu wanakwenda kwa imani tu mpaka Mungu aseme nao kitu, awaonyeshe hiki na mambo mengine. Na maombi yakafanyika, lakini ambacho nakuonyesha ni nia mbili walizokuwa nazo wale watu. Nia mbili, kwa upande wa Mungu wanaona, kwa upande huko wanaona, kwa upande wa Mungu wanaona, kwa upande wa miungu wanaona. Yani nia mbili ambazo walikuwa nazo watu. Nia mbili huwa ni hatari sana katika maisha ya kawaida. Nia mbili huwa ni hatari sana, zinaweza kuharibu maisha ya mtu kabisa. Nia mbili ni hatari hata kwenye ndoa. Ukimwambia mke wako nitakuletea gauni, mletee gauni. Ukimwambia mke wako nitakuletea viatu, mletee viatu. Usiahirishe. Usiseme kwamba unajua nilisema nitakuletea viatu, lakini sasa unajua kilichotokea ni kwamba nilikutana na baba nani pale. Nilipokutana na baba nani aisee ana shida. Yani mke wangu ni vile sijakueleza tu. Yani nikikuelezea shida yake hata lile gauni utasahau. Hebu sema 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 yani kama ni za gauni ni za gauni. Kama ni za kuwasaidia au kina baba nani ni kuwasaidia au kina baba nani. Bwana asifiwe sana. Hata watoto wadogo, hivi vitoto, tujifunze kuvitazama. Mtoto ukimgundua ana nia mbili, anza kumsaidia huko utotoni. Anza kumsaidia, kwa sababu ukimwacha ikakuwa ni hatari. Yani watu wenye nia mbili huwa ni hatari sana. Ndio ambao wanachumbia alafu wanaacha wachumba. Yani kuna shida, yani nia mbili huwa ni hatari sana katika maisha. Yani ni hatari, huwa zinasumbua. Sasa Elia anasema mtasitasita mpaka lini? Na unajua Elia alichofanya, kama angeanza yeye kutoa dhabihu, Mungu angejibu. Wasingejua habari ya Mungu wao, utendaji wake na mambo mengine. Elia akawaambia, anzeni ninyi. Anzeni ninyi. Kumbuka ni manabii zaidi ya 400 wa Baali wako pale, nimekuambia.
wakaanza ibada yao, wakaanza kuimba nyimbo zao za ibada, wakaanza kutoa wanavyotoa, wakaanza kunyunyiza wanavyonyunyiza, wakaomba karibu saa zima, Mungu hajajibu. Wakaomba tena saa la pili, Mungu hajajibu. Mwingine akapokea naye, wengine wakazunguka ile madhabahu, wengine wakaiwekea mikono, Mungu hajajibu. Na watu wanatazama, ni kama kwenye uwanja wa mpira wa miguu, watu wote wanatazama mambo yanavyokwenda. Wakafanya vile karibu masaa 3-4, na walipofanya, Elia akaanza kuwadhihaki, akawaambia, ni Mungu huyo mnamwabudu, sasa endeleeni kuomba, maana pengine amelala, maana pengine amesafiri, maana pengine anahitaji kuamshwa, endeleeni. Wakaomba tena kama saa zima, Mungu yule hajajibu. Walipoona hajajibu, walikuwa na aina yao ya ibada kumuonyesha kwamba anatakiwa kujibu, mnajikatakata. Kwa hiyo wakaanza kuchukua visu vya kujikatakata, wakaanza kujikata, damu zinachuruzika. Elia anawaambia, mwiteni Bwana. Haleluya, mwiteni huyo Mungu. Na unajua Biblia inasema walipolia wakafanya hivi, wamechoka na mambo mengine, saa zikiwa zimekwenda toka asubuhi mpaka jioni, wakati wa dhabihu ya jioni, ndipo Elia akawaambia, sasa sikilizeni, mnatupotezea muda na ibada zenu za ajabu ajabu. Sikilizeni, maana nimewaambia tunatafuta Mungu ambaye atajibu kwa moto. Akawaambia watu wote, nikaribieni, watu wote nitazameni mimi, watu wote. Na alipowaambia watu wote, wakageuza macho kwake. Akamwita Mungu aliye hai, ambaye anajibu kwa moto, ambaye hashindwi na kitu, ambaye hakwamishwi na chochote, ambaye yeye miungu wameshindwa, ambaye yeye wachawi wameshindwa, ambaye kwake waganga wameshindwa, ambaye kwake kila goti litapigwa. Akamwita huyo. Haleluya, akamwita huyo. Na alipomwita, Bwana akashuka, na aliposhuka kwa moto, akaramba ile sadaka, ikaanza kuteketea. Watu wakashangilia, watu wakapiga makofi, na watu wote wakasema, Bwana ndiye Mungu. Hebu piga makofi kwa Bwana. Omba Bwana. Ni Bwana ajibuye kwa moto. Watu wa Betheli, aminini kwamba Bwana atawajibu katika mahitaji yenu. Aminini ya kwamba hamtapoteza. Aminini ya kwamba hamjakosea. Aminini ya kwamba yawezekana inaonekana imechelewa, lakini usisite, usiogope, usiache kwenda kanisani, usiache kwenda kwenye ibada, usiache kutoa, usisite, kwa sababu kwa wakati wake Bwana atakujibu. Mungu wa Betheli ni Mungu ajibuye, ni Mungu ajibuye, ni Mungu ajibuye. Yakobo alivyopita pale Luzo, wakati akipita alikuwa na fimbo, alikuwa amefukuzwa na ndugu zake, alikuwa ameteswa na ndugu zake. Unajua, kawa anakimbia, alikuwa tuna fimbo, hakuwa na kitu kingine, alikuwa tuna fimbo. Na alipofika pale, giza lilikuwa limeingia, na giza lilipokuwa limeingia, unajua, akalala mahali pale, akaota ndoto. Ngazi imeunganisha mbinguni na duniani, malaika wanapanda na kushuka. Na alipoamka usingizini katika ile ndoto, akasema, bila shaka hapa ni lango la mbinguni, bila shaka hapa kuna baraka zangu. Akamwambia Bwana, napita na fimbo, huko ninako kwenda, kama utanibariki, kila utakachonibariki nitakutolea sehemu ya 10. Haleluya. Aliweka ahadi pale, lakini pia baraka zake alitamka pale, anayohitaji aliyatamka pale, na Bwana alitenda. Yakobo ni kati ya watu ambao walibarikiwa sana katika maandiko, walibarikiwa sana katika maandiko, lakini ahadi za baraka zake alizipata pale Betheli. Ahadi za baraka zako utazipata hapa kwa jina la Yesu Kristo. Kabla hujafa utayaona mema, kabla hujakwama utayaona mema, kabla utapata mema, utaona mema ukiwa hai sasa. Huna haja ya kusitasita. Mgeukie jirani, mwambie, mgonge bekani, mwambie usisitesite. Mwambie usisitesite. Huyu ni Elia, na alipoomba tayari Mungu akajibu kwa moto. Na alipojibu kwa moto, muda mfupi baadaye mabadiliko yakatokea na mvua ilikuja. Muda hautoshi kueleza hilo, na tulishafundisha siku za nyuma. Nikupe mfano wa pili.
Unafahamu ndani ya mwanadamu kuna kitu ambacho kimewekwa kinachomtofautisha na wanyama. Ngoja nikwambie, sio ubongo. Kuna wanyama pia wana ubongo. Sio akili. Kuna wanyama pia wana akili. Lakini kuna kitu ambacho kinamtofautisha na wanyama, ni ile hali ya kufikiri, ni ile hali ya kuzingatia mambo. Na hicho kitu cha kufikiri na kuzingatia mambo ndiyo kinaitwa nia. Tunapozungumzia nia mbili, tunazungumzia hilo, ile hali ya kufikiri, ile hali ya kuzingatia katika mambo. Tunatofautishwa na wanyama. Kuna wanyama wana akili kabisa, kuna wanyama wana ubongo, lakini tunatofautishwa nao kwa sababu ya ule uwezo wa kufikiri, ya ule uwezo wa kuzingatia. Unaona, kwa mfano bata ni waajabu. Wanaweza kaongozana hivi bata, wakaongozana na vitoto na wao watu wazima, alafu mbele kukawa kuna shimo. Unajua bata wa kwanza akatumbukia shimoni, alafu anayekuja naye anatumbukia tena, anayekuja naye hata hakwami kwamba wenzangu wametumbukia, naye anatumbukia, na mwingine naye anatumbukia. Wako karibu 20 wote wanatumbukia, na ni shimo refu, hawatatoka tena huko, lakini wanatumbukia kwa sababu kuna kitu fulani ambacho hawana. Unaona, kwa mfano makondoo yanaweza kukaa barabarani namna hii, yako barabarani, gari linakuja speed huko namna hiyo, nini na nini, likondoo wala alipishi mpaka diva anafunga breki, anataka kuligonga, naona liko hapo linamtazama na hii kwamba sielewi kitu mimi, wewe utanifanya nini? Wakati anaweza kaligonga likafia pale. Unaona, kwa mfano barabarani kutembea, mbwa wamegongwa kweli, kila mahali wamegongwa, kwa sababu kuna kitu ambacho hawafikiri, kuna kitu ambacho kina watofautisha. Hasa hii lazima uweze kuijua. Lakini Wafalme wa Pili 17:33, kuna watu ambao walienda uhamisho, walipohamishwa wakawa wamerejeshwa. Sasa waliporejeshwa, kuna kitu ambacho hawa watu walifanya. Ni watu ajabu ambao nimewakuta kwenye Biblia, nao ni watu ajabu kidogo. Wafalme wa Pili sura 17 mstari wa 33. Andikeni pale, alafu sikiliza tunaposoma. Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 33. Wakamcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe, sawa sawa na kawaida za mataifa ambao wao waliohamishwa kutoka kwao. Sawa sawa, angalia hapo, sawa sawa na kawaida za mataifa ambao wao walihamishwa kutoka kwao. Asante, patosha. Kuna mengi tu ya kusoma kabla ya pale na hata baada ya hapo, lakini hapa ninachoangalia, angalia mstari wa 33 tena. Biblia inasema hivi, wakamcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe, sawa sawa na kawaida za mataifa ambao wao walihamishwa kwao, walihamishwa kutoka kwao. Sikilizeni kanisa, niwaambie ukweli ni kwamba mtu anapookolewa anahamishwa. Yani anahamishwa. Ndugu zangu, huu hamisho ingelikuwa unaangalia kwenye ulimwengu wa kiroho, ungeuona unavyofanyika, kwa sababu unafanyika kiroho, ndio maana hatuuoni sana. Unahamishwa kutoka kule mataifani, unahamishwa kutoka kule kwenye magonjwa, unahamishwa kutoka kule kwenye laana, unahamishwa kutoka kule kwenye mikosi, unahamishwa kutoka kule kwenye bahati mbaya, unahamishwa kutoka kule kwenye shida, unahamishwa. Hawa watu ambao tumesoma habari zao walikuwa ni watu ajabu. Walikuwa wanaishi kwenye mataifa mbalimbali ambako walihamishiwa huko, waliishi kule uhamishoni. Walipoishi, Mungu akawahamisha kule. Alipowahamisha, akawarudisha katika nchi yao wenyewe, akawarudisha mahali pao wenyewe. Lakini sasa walipofikisha pale mahali pao, wakamcha Bwana aliyewahamisha, wakamcha Bwana anayestahili kuabudiwa, wakamcha Bwana. Lakini pamoja na kumcha Bwana, wakaitumikia pia miungu yao kama mataifa wanavyotumika na miungu mingine. Ilikuwa ni watu ambao ni wa ajabu sana. Hili ndio jambo linaitwa nia mbili. Yaani nia ya kumcha Mungu ipo vizuri, lakini pia miungu pia. Najua pia miungu, natumikia pia miungu ya mababu, natumikia pia ile mizimu pia. Yaani wewe umehamishwa.
Yaani kutoka kwenye hiyo miungu umehamishwa, kutoka kwenye hiyo mizimu umehamishwa. Hakuna mzimu unaweza kukuua, hakuna laana inaweza kukupata, hakuna. Umehamishwa, na baada ya kuhamishwa umepelekwa upande mwingine wa pili. Uko sehemu ambayo ni salama, sehemu ya baraka, sehemu ya uzima, sehemu ya uponyaji. Uko sehemu ambayo ni salama kabisa. Haleluya. Sasa mtu ambaye anakuwa na nia mbili, huku alikohama anakupenda kwa kweli, na huku pia alikohamishiwa anakupenda kwa kweli. Kwa hiyo anachofanya, anakaa hapa katikati, akiona vipi anakimbilia huko alikohamishwa, anakaa kidogo, akiona anakumbuka kule, anarudi kule. Yaani sasa utatesekea hapo. Sasa unatesekea hapo, unatesekea hapo. Ni kama wale watu ambao wanahamama makanisa. Unaona, unatoka hili PAG, kesho EGT, kesho kutwa Full Gospel, siku inafuata FPST, siku inafuata. Sasa shida iliyopo, sehemu utakayohama bila utaratibu ina tatizo, kwa sababu unapohama kwa utaratibu unawekewa mwamvuli, unapewa barua, unapata maelekezo ya kichungaji. Kwa hiyo unakwenda salama. Lakini hizo sehemu ambazo utakwenda bila utaratibu, kwa sababu huna ule ulinzi, huna ule usalama. Hapa katikati, kutoka hapa kwenda lile kanisa lingine, pana jua kali, pana mvua zinanyesha hapa, pana upepo mkali. Hapa sasa kuna dhoruba, ni tatizo. Kwa hiyo watu wanaambiwa wanakuwa hivyo. Huku hapo, huku hapo, huku hapo, huku, yani inakuwa ni tatizo kubwa namna hiyo. Kwa hiyo hawa watu walikuwa hivyo. Ni aina ya watu ambao ni mfano wa pili wa watu ambao walikuwa na nia mbili. Mtu ambaye ana nia moja anabadilishwa katika tabia, lakini pia anabadilishwa katika aina ya ibada, na pia anabadilishwa katika kumtumikia Mungu. Utafahamu kirahisi kwamba nia yake ni moja kwenye tabia na mwenendo, jinsi anavyoenenda, lakini pia kwenye jinsi ambavyo anafanya ibada zake. Ni kitu ambacho ni muhimu. Nitakwambia baadaye katika mambo yale ambayo muhimu kwenye nini cha kufanya. Lakini pia atapenda kumtumikia Mungu. Kuna wakati Yesu alifundisha jambo hili, akasema hamwezi kutumikia mabwana wawili. Hamwezi. Mungu na mali haiwezekani. Mathayo 6:24. Haiwezekani kwamba kutumikia mabwana wawili. Kuna watu ambao kumfuata Mungu wanataka, lakini kufuata pia upande wa mambo ya dunia wanataka. Ile ni changamoto. Itazuia, itachelewesha baraka zako. Unaona, itachelewesha kwa sababu kama mnafanya biashara watu wawili, mnapokuwa share mkafanya biashara labda ya duka, labda biashara ya saluni, labda biashara ya chochote kile, lazima uwe mwangalifu na aina ya mtu ambaye unafanya naye share. Kwa nini? Kwa sababu kama usipokuwa mwangalifu, wewe utakwenda kanisani na kuleta lile taji la biashara yenu mikononi mwa Bwana atende. Halafu yule mwenzako yeye, kwa sababu amwamini Mungu, yeye ataenda kwa waganga na kuenda kuomba kwamba waganga wamsaidie, wampe na hirizi na dawa za kupaka kwenye biashara na vichwa vya kuku vya kufukia pale mlangoni ili viite wateja. Kwa hiyo sasa wewe unatoka na maombi huku, jeshi la malaika limekuja huko, limekuja ili kusaidia biashara. Likija, yule naye kaja na majini na mapepo na vichwa vya kuku vya kufukia kwenye ule mlango, wateja waweze kuja. Kwa hiyo sasa wanakutana, jeshi la malaika linakuja na jeshi la mapepo linakuja. Kwa hiyo kwenye biashara, baada ya kufanya biashara, majeshi mawili yanapigana kwa wakati mmoja. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unachanganya. Si vibaya kuwa na share na mtu, lakini nasema lazima uangalie aina ya mtu. Si lazima pia unasali naye kanisa moja. Hakuna shida hata kisali, lakini awe na muamini Mungu. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Kwa sababu watu wenye nia mbili ni watu ambao hawana msimamo. Yaani ni watu wasio na msimamo. Ukipata mchumba asiye na msimamo, ukipata mume au mke asiye na msimamo, ukipata tajiri wa kazi asiye na msimamo, ukipata mchungaji asiye na msimamo, ukipata, ni tatizo kubwa katika maisha yako ambalo umekabiliana nalo. Sasa kwa sababu muda umekwenda, unaweza ukaniuliza nini cha kufanya? Yakobo 4:8. Nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Yakobo sura 4 mstari wa 8. Yakobo sura 4 mstari wa 8.
Baada ya nyaraka zote hizi Paulo, nenda pale sasa Yakobo sura ya 4 mstari wa 8. Sikiliza Yakobo alipokuwa anawaambia wenye dhambi na mambo mengine juu ya toba ambazo wanatakiwa kufanya. Mkaribieni Mungu. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi. Na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Sasa angalia hapa, kuna kitu ambacho Yakobo anasema. Ikiwa ungeanza mstari wa juu pale kwenye mstari wa 7, anasema wazi basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Sasa kumtii Mungu na kumpinga shetani inaweza ikawa rahisi, lakini sasa kwenye mstari wa 8 analeta kitu ambacho ni changamoto kidogo, ili uwe na hiyo nguvu ya kumtii Mungu lakini pia kumpinga shetani. Anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Wenye nia mbili wanatakiwa kusafisha mioyo yao, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaingilia. Kwa sababu lazima uweze kufahamu, mtu mwenye nia mbili huwa hathaminiki, lakini pia mtu mwenye nia mbili huwa haaminiki, lakini pia mtu mwenye nia mbili si mtu wa kutegemea. Lazima ufahamu hathaminiki, haaminiki na si mtu wa kutegemea. Kwa hiyo lazima hivyo vitu uweze kufahamu. Madhara ni makubwa unapokuwa mtu ambaye ni wa nia mbili. Kwa hiyo Yakobo anasema isafisheni mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Sasa najua changamoto kubwa ni kujua tunasafishaje. Kutubu, tumetubu, hatuna dhambi tena, tunakwenda mbinguni, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, tumefanyika wana wa Mungu, tumezaliwa mara ya pili. Sasa tunafanyaje? Nataka nikupe tabia ambazo utaziona kwa mtu ambaye amesafisha moyo wake. Ni muhimu. Nataka nikupe zile tabia ambazo utaziona, au nataka nikuonyeshe ile mtu unapokuwa na nia moja ambayo ni nia ile ya Kristo, ambayo ni nia ile ya kumpenda Mungu, utakuwa mtu wa namna gani? Kwanza kabisa atapenda kusali na kuimba. Kusali na kuimba. Sikilizeni niwaambie, kati ya vitu ambavyo Wakristo wamepewa ni ibada. Ukiona mtu hataki ibada, kuna shida kwake. Lakini sio hivyo tu, na kuimba. Kuimba kabisa nyimbo. Kuimba kabisa. Pamoja na kwamba sauti yako si ya kwanza, pamoja na kwamba unapiga sauti ya 11, pamoja na kwamba unapiga sauti ya 13, pamoja na kwamba unapiga sauti ya 17 kama ya kwangu, pamoja na kwamba na hayo, lakini nataka nikwambie hawa watu wenye nia moja, hawa watu waliosafishwa mioyo, anaweza akawa jikoni pale anaosha vyombo. Wakati anaosha vyombo namna hii, ametenda mema, ametenda huyo mwana wa Mungu. Yani muda mwingi anaweza katembea barabarani akawa anaimba Mungu yu mwema, ametenda mema. Kwanza nyimbo zinasaidia hata anaongeza mwendo. Ametenda mema. Tofauti na ile unaotembea umechoka mimi. Sijalipwa mshahara. Sasa hii huwezi hata kuimba, unajua. Huwezi kusema Mungu yu mwema, ametenda mema. Haiwezekani. Mungu yu mwema lazima kasi iongezeke. Mungu yu mwema, ametenda. Haleluya! Haleluya! Sikilizeni waambie, kati ya kitu ambacho mnacho watu wa Betheli na ni kizuri, ni praise and worship hapa. Nasema ni praise and worship hapa. Nasema ni praise and worship hapa. Mimi nimekuwa nikisafiri sana. Unajua nikiongea haya nafikiri mnataka kama nawatia tu moyo. Ni kweli inawezekana nawatia moyo. Lakini sikiliza nikwambie, kuna makanisa ninapita na mengine ni makubwa kuliko yetu, hata mara mbili ya hapa. Mwimbaji ni mmoja tu na anaimba nyimbo hazina mtiririko. Haendani na wapiga vyombo, haendani hivi. Ikifika katikati wimbo umekata, inabidi waanze upya, inabidi wafanye hivyo. Lakini hapa mnayo sifa nzuri. Hebu tuwapigie makofi watu wa praise and worship hotel katikati ya kanisa. Mna praise nzuri, mna sifa nzuri.
hebu nawaombea kwamba wawaambukize upako wa kuimba kwa jina la Yesu Kristo. Wawaambukize mema katika kuimba kwa jina la Yesu Kristo. Watu hawa watapenda kusali, lakini watapenda kuimba. Hili ni jambo la kwanza ambalo ni kubwa. Na kwa wanaoandika, andikeni Wakolosai 3:16. Twaweza tukasoma kwa haraka kama nitapata wasomaji wa haraka. Wakolosai 3:16. La sivyo tutakuwa tunaandika tu maandiko. Wakolosai 3, baada ya kitabu cha Wafilipi kinachofuata Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Twende pale. Wakolosai 3:16. Ndio. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Katika hekima yote. Katika hekima yote. Mkifundishana na kuonyana. Mkifundishana na kuonyana. Kwa zaburi. Kwa zaburi. Na nyimbo. Na nyimbo. Na tenzi za rohoni. Huku mkimwimbia Mungu. Huku mkimwimbia Mungu. Kwa neema mioyoni mwenu. Kwa neema mioyoni mwenu. Haleluya. Huku mkimwimbia Mungu. Kwa neema mioyoni mwenu. Moyo ndio ambao unashughulika na mambo ya nia, nimekwambia. Anasema neno likae kwa wingi. Onyaneni, fundishaneni kwa zaburi na tenza rohoni, na huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Inawezekana sio kwa vinywa vyenu kwa sababu mna sauti za 21. Yawezekana, lakini kwa neema mioyoni mwenu. Yani moyo wako ukikaa hivi unaimba. Mimi wakati nikiwa nasafiri mara nyingi nakuwa peke yangu kwenye gari. Kwa hiyo napokuwa peke yangu, basi kukiwa redio imezimwa, hakuna chochote kinachoendelea na mambo mengine, sasa naweza nikaenda baada ya muda nasikia kama kausingizi fulani hivi. Halafu nasema kumbe niko barabarani, kumbe hivi. Kwa hiyo kuna redio pale, kuna redio ya kawaida, kuna redio ya kuweka flash za muziki na mambo mengine. Kwa hiyo naweka flash ya muziki labda ya waimbaji mbalimbali, lakini pia naweka flash ya muziki labda ya waimbaji pia wa Bethel. Ninapoweka zile flash, wakati inapiga ninaendesha huku naimba, usingizi unakata, alafu nasikia moyo wangu uko vizuri kabisa. Haleluya. Mkimwimbia Bwana kwa neema mioyoni mwenu. Imbeni mkiwa kazini, imbeni mkiwa kwenye biashara, imbeni mkiwa mnaosha vyombo, imbeni mkiwa kwenye maombi binafsi, imbeni lakini pamoja na kusali. Sema amen. Huyu ni mtu ambaye nia yake ni moja namzungumzia. Lakini kuna jambo la pili ambalo analo. Jambo la pili ambalo analo, atalitendea neno la Mungu kazi. Mithali 2:1-5. Mithali 2:1-5. Tunaweza kwenda haraka. Tukisoma haraka tutasoma haraka. La sivyo Mithali 2. Alafu twende mstari wa 1 mpaka wa 5. Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu. Mwanangu, angalia hayo maneno yanamzungumzia mtoto. Mtoto ambaye anaambiwa mausia ya baba. Mtoto ambaye anaambiwa maneno ya Mungu. Mtoto ambaye sasa nataka uyasikilize, alafu kwenye mstari wa 5 wa 5 atatupa kitu ambacho ni cha maana sana tutatafuta pale. Twende mstari wa 1 kuanzia pale. Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate kufahamu. Naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu. Ukiutafuta kama fedha na kuutafuta kama hazina iliyositirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Na kupata kumjua Mungu. Bwana asifiwe sana. Haya, mstari wa 1 mpaka wa 4 anaelezea mambo mbalimbali, lakini haya mambo yanahusu neno la Mungu. Yanahusu neno la Mungu. Anasema, mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu. Kubali maneno, yaweke akiba. Halafu mstari wa 2 anasema, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate kufahamu. Ukauelekeza moyo wako upate kufahamu. Anasema, naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu.
ukiutafuta kama fedha unavyozitafuta, anasema pia na kutafutia kama hazina iliyostirika. Mstari 5, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Tunazungumzia habari ya nia moja inayomcha Mungu na kupata kumjua Mungu. Yatende maneno ya Mungu ambayo umekuwa ukiyasikia. Hayaji kwa bahati mbaya. Lakini kuna jambo la tatu. Atatenda mapenzi ya Mungu. Warumi 12:1-2. Najaribu kumzungumzia mtu ambaye ana nia moja katika Kristo, ambaye nia yake haijagawanyika. Atayatenda mapenzi ya Mungu. Warumi 12:1-2. Basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu. Ndiyo. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndiyo. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Bali mgeuzwe kwa kufanya mpya nia zenu. Zile nia zigeuzwe, zifanywe upya. Mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Asante sana. Kwenye mstari wa 2 anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe upya mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Sikilizeni, nia zenu zifanywe upya kabisa. Yaani nia yako iwe katika Kristo. Kuna baraka tele kwa Mungu wetu, kwa sababu Mungu wetu ni muumbaji wa kila kitu. Pasipo yeye hakikufanyika chochote. Fedha na dhahabu ni mali yake. Yaani yana kila kitu. Lakini geuzweni kwa kufanywa upya nia zenu. Nia zenu zigeuke. Kwa hiyo mtu huyu ambaye si wa nia mbili atakuwa amegeuzwa nia yake. Hapo nia yake imegeuzwa, apate kujua kuhakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ni yapi, ya kumpendeza na ya ukamilifu. Kwa hili ni jambo ambalo ni la tatu. Jambo la 4 sasa, atapenda kuihubiri Injili. Matendo 19:8-10. Atapenda kuihubiri Injili. Unapokutana na watu ambao wanapenda kuhubiri Injili, hawa watu ni watu wa kipekee sana. Usiwaone kama ni vichatu. Matendo 19:8-10. Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3, akahojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka, akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja, jina lake Tirano. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2, hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Asante sana. Angalia hapa, ni mtume Paulo. Anaelezewa habari zake, jinsi ambavyo alikwenda katika sehemu mbalimbali, akifanya mikutano, akifanya hiki, akifanya kile, na wakina Apolo na wengine. Na tunaposoma habari za Paulo, tunaambiwa akaingia kwenye masinagogi kwa ushujaa, akaanza kufundisha neno, akahubiri, akafanya hiki, akafanya kile. Na kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa huyo, jina lake Tirano. Yeye alitoa darasa katika eneo fulani, darasa watu wao wanajifunzia pale neno la Mungu, akafundisha, akahubiri. Mambo haya yalifanyika kwa miaka 2. Lakini miaka 2, angalia matokeo ya miaka hii 2 kwenye mstari wa 10. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2, hata watu wote waliokaa Asia, matajiri kwa masikini, wakubwa kwa wadogo, weupe kwa weusi, watoto kwa watu wazima, wanawake kwa wanaume, vikongwe na vijana, watu wote. Angalia hilo neno. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2, hata watu wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Bwana asifiwe sana. Hebu niwaambie kitu kimoja. Hapa labda nizungumze taratibu kidogo. Mimi nakumbuka kuna kipindi ambacho tulipita kwenye changamoto sana ya maisha. Kula kwetu kulikuwa ni shida, kunywa kwetu kulikuwa ni shida, mavazi yalikuwa ni shida, karibu kila kitu kilikuwa ni shida.
Na wakati huo tukaingia kwenye maombi pamoja na mama, tukaombea nyumba yetu na maisha yetu, na tukamwambia Bwana aseme nasi hizi shida na matatizo yanatokea wapi na nini cha kufanya. Na Mungu ni mwaminifu, akasema nasi kwamba mnafanya kazi nzuri na huduma nzuri na chote ni kizuri, lakini hamuihubiri injili. Tukashangaa kwamba tunateseka katika mazingira haya, lakini mbona, tukasema sasa tunabadilika, tunaamua kuihubiri injili. Sema amen. Na toka tumebadilika, Mungu akafungua sasa njia zile ambazo zilikuwa zimekwama, akafungua kirahisi. Watu wanaohubiri injili ndio watu pekee. Unajua wengine tunasema Mungu yuko pamoja nasi, ni kweli maana ametuahidi, lakini watu ambao wamehakikishiwa katika maandiko kwamba Mungu yuko pamoja nasi ni watu wanaohubiri injili. Sikiliza, Biblia inasema hivi kwamba nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkihubiri mkifanya, nami niko pamoja nanyi. Watu wengine wanabahatisha tu kwamba yuko pamoja nao au la, lakini wanaohubiri Bwana yuko pamoja nao. Huyu ni Mathayo anasema. Katika Marko anasema wazi, wale watu wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Bwana akitenda kazi. Yani ukihubiri injili Bwana yuko na wewe hivi. Yani ukihubiri yuko. Hebu sikiliza, ngoja nikwambie. Nitaka siku moja kufundisha somo hili kama njia ya kuhubiri peke yake nikuonyeshe. Katika Biblia inazungumzia mwanamke aliyepoteza shilingi, akaacha nyingine 9 kule, akaitafuta ili mpaka aipate. Lakini ukiacha yule mwanamke ambaye alipoteza shilingi, Biblia inamzungumzia mtu mwingine ambaye alipoteza kondoo. Akaacha wale 99 akatafuta yule kondoo mpaka akampata. Lakini Biblia pia inazungumzia juu ya mwana mpotevu. Kwa nini Biblia inazungumzia? Sikilizeni niwaambie kitu kimoja. Yesu amekuja kufanya mambo mengi kwa ajili yetu, lakini kati ya kitu ambacho ni muhimu na kiko wazi, amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Yani hilo jambo ambalo amekuja kulifanya, na ndio maana halina mjadala juu ya hiyo. Na ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho ni cha muhimu. Kusudi la Mungu kumleta Yesu ni hilo. Lakini maombi ya Yesu Kristo alipokuwa anaomba, aliomba juu ya wale kondoo ambao walionekana kama hawana mchungaji. Lakini agizo kuu la Yesu Kristo, agizo kuu ni watu wahubiri injili. Kundi la mwanzo kabisa kwenye Agano Jipya lilijitoa kuhubiri injili. Msukumo wa watu wa Mungu ni kuhubiri injili. Kazi ya ufalme ambayo tumepewa ni kuhubiri injili. Yani hubiri kama mkichaa, hubiri popote pale. Watu wenye nia safi ambayo haikugawanyika wanahubiri injili. Unakaaje na watu kijiweni hawamjui Yesu? Unakaaje na watu kazini hawamjui Yesu? Unasomaje na watu darasani hawamjui Yesu? Unasafirije na watu kwenye basi, umeketi kwenye siti, mnasafiri hapa mpaka Dar, hajajua kama wewe umeokoka, hujamshuhudia injili? Mshuhudie, labda na yeye aseme kwamba nimeokoka. Yani kuhubiri injili ni kazi. Na ukihubiri, nataka nikwambie, milango inafunguka. Hata wiki inayokuja fanya majaribio tu. Tukitoka hapa anza kuhubiri injili mtaani kwa watu, mara jirani unakutana nao, kesho pia hubiri. Kuna milango mipya inafunguka kabisa. Yani watu wanaohubiri injili, Mungu amepanga kuwalinda, Mungu amepanga kuwatunza, Mungu amepanga kuwalisha, Mungu amepanga kuwavisha, amepanga kuwahudumia katika maeneo tofauti tofauti. Wakati mwingine unashinda na njaa bure, kahubiri injili kule. Ukienda kule wakati unahubiri injili, kinapikwa pale, alafu anakuambia karibu. Unaambia pana, nilikuwa na haraka, nataka tu mjue Bwana anasema kwangu hutaondoka bila kula. Unaketi unakula na injili imehubiriwa. Sema amen. Usilale tu na njaa. Unalala njaa ni wewe tu unalala njaa. Kahubiri injili. Kuna watu hutaondoka kwa, anakuambia Bwana kama unaona uondoke kabisa bila kula kweli kwangu. Lakini si kwa nini mtu amechelewesha mboga jamani? Hebu mama hebu tafuta mfuko tumwekee basi maparachichi na maembe na ndizi. Unaondoka na maparachichi na maembe na ndizi. Ukifika nyumbani unanunua mkate ule mdogo wa 1000 na kikombe cha chai, maparachichi na mkate vinakwenda kama blue band. Bwana asifiwe sana.
Unakaa na njaa bure, kahubiri injili. Yaani injili iko wazi. Hata wale watu ambao wanahubiri masokoni, mastendi na kwenye mabasi. Mimi zamani huwa siungi mkono sana kwa wale, kwa sababu najua matunda yake kuyalea ni ngumu. Najua. Lakini ngoja nikwambie, anahubiri kwenye basi, akimaliza anasema jamani, sasa pamoja na injili hapa mmesikia? Sinabidi tutoe sadaka, hii ni ibada kabisa. Watu wengine wanatikisa kichwa. Wengine wanasema walokole kazi yao ndio hiyo, kuomba nini. Alafu anapitisha kofia lake pale, uongo na ukweli, mwanzo mpaka mwisho wa gari. Akirudi namna hii, ana shilingi 22,000. Ana shilingi 25,000. Maisha hayajaendelea. Mbona umenyamaza? Maisha hayajaenda. Hubirini injili nyie, hela ziko kule kwenye magari. Wanazivutia sigara, wanazinywea pombe. Hata pale stendi ya mabasi ukienda pale ukahubiri pale, kwamba jamani ingawa mnasafiri, lakini safari zinamhitaji Yesu Kristo ili muwe salama. Ukimaliza waambie leteni sadaka. Wasema huyu Mkristo ndio tulijua tu, hiyo ndio lengo lake. Haya mengine ndio lengo lake. Lakini hiyo ndio lengo lake, baadaye unaondoka na 30,000. Unafikiri wote hawatatoa? Wengine watatoa. Alafu pia kuna watu wanapenda kuhubiri injili, lakini ule ujasiri wa kuhubiri hawana. Kwa hiyo kwa sababu hawana ujasiri, wakiona mtu anahubiri, hata kama hawamwambii kwamba wameokoka, hata kama, lakini moyoni wanasema afadhali ahubiri. Sema kweli watu waokoke. Ndio sema. Sasa yule ukifikia saa sadaka, wezesha mtumishi wa Bwana, maana akatoa huko Boma, unataka kurudi Moshi, ulipanda basi, una hata shilingi. Wezesha mtumishi wa Bwana arudi Moshi. Yule ukimpitia, wengine wanatoa 500 na 1000. Yule kwa sababu anakusupport anatoa 5,000. Bwana asifiwe sana. Yule si anasupport injili, ingawa hakwambii. Kuna watu wako hivyo, wanasupport lakini wasemi. Walikuwepo hata wakati wa Yesu, wakina Nikodemu. Nikodemu alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Waliomzika Yesu wale walichukua mwili, wale walikuwa wanafunzi wa Yesu, lakini walikuwa kwenye baraza. Kiasi kwamba kule kwenye baraza wanakaa vile vikao, lakini mioyoni wanamwamini Mungu aliye hai. Lakini walikuwa kwenye baraza la serikali. Wapo watu na hubirini injili ni kitu ambacho ni cha kipekee, kinaonyesha wazi mtu kwa sababu injili itakufanya uwe safi. Unajua ukihubiri injili mtaani, kama we ni mchafu atakunyoshia kidole. Watazama wewe bana, wewe si tunakunywaga wote nani dadi, wewe unasemaje injili, wewe tunakunywaga wote. Alafu mwingine anasema wewe si tulikuwa wote guest jana, wewe acha kudanganya watu bana. Kwa hiyo wanapokunyoshia kidole itakuwa inakuogopesha. Kwa hiyo itakufanya uwe safi ili ukienda kusimama popote usinyoshewe kidole. Hubiri injili. Mgeukie jirani mwambie hubiri injili wewe. Yaani unakaa kiti hapo jirani yako hakina mtu, kweli unanyamaza. Hubiri injili, vitu hivyo vinahitaji watu. Na ni wewe uliyekaa hapo karibu unatakiwa viweke mikono kwamba hapa Jumapili ijayo kiwe na mtu, na Jumapili ijayo kiwe na mtu, na Jumapili hiki kiwe na mtu. Na Jumapili ijayo kama leo viko vitatu, Elisha viko vitatu hapo kulia kwako. Jumapili ijayo uone vibaki viwili. Ile nyingine uone kibaki kimoja. Au Jumapili ijayo vyote vio vimefunikwa na watu. Sema amen. Sema amen. Muda umekwenda sasa, ni muda wa kutoka. Nimalizie jambo la mwisho. Atapenda kuwajenga wengine. Tito 1:9. Atapenda kuwajenga wengine. Mtu ambaye hana nia mbili, mtu ambaye atapenda kuwajenga wengine, maneno yake yatakolea munyu. Ataweza kuwajenga wengine, ataweza kuwatia moyo wengine, ataweza kuwafariji wengine kwa sababu hana nia mbili. Tito 1:9. Hamjafika? Nisome mwenyewe mara moja. Tito 1 mstari wa 9. Tito 1 mstari wa 9. Twende pa. Mstari wa 9 anasema akilisikia lile neno la imani vile vile. Akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Asante. Akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa. Unafundishwa neno lishike. Unafundishwa neno lishike. Unafundishwa neno lishike. Unafundishwa neno lishike. Anasema akilishika neno hilo, alafu anasema hivi katika huo mstari wa 9, kama alivyofundishwa apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho
yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Sasa kuna andiko lingine kwa ajili ya muda nimeacha, linasema wazi kwamba maneno yetu tunayonena mbele za watu wengine lazima tuhakikishe yanawajenga, lazima tuhakikishe yanawatia moyo, lazima tuhakikishe kwamba yanawafariji. Yani ikitokea mtu umekutana naye akaja kanisani ukakutana naye, yani aone nimekutana kweli na mtu, hapa ni mahali sahihi. Ukimsindikiza nyumbani, ukimtembelea nyumbani, mjenge, mtie moyo, mfariji, msaidie. Tuna watu wengi ambao hata sasa hivi wako nyumbani kwa sababu mbalimbali. Wengine ni wazazi, wengine ni wagonjwa, wengine wana shida. Je, unaweza kuwatembelea au ukitoka hapo unakimbia tu nyumbani moja kwa moja? Sikilizeni niwaambie, tulipokuwa tunaanza hapa ilikuwa ni changamoto sana kuhakikisha kwamba kanisa linakuwa na mambo mengine. Lakini tulikuwa na watu wachache ambao walikuwa na moyo kuhakikisha kwamba watu wengine wanakuja kwa Kristo, kuhakikisha kwamba Wakristo wapya wanajengwa, kuhakikisha kwamba wanatiwa moyo, kuhakikisha kwamba wanafarijiwa. Nakumbuka mama mmoja alikuwa pale kwa Kisawio pale, Mama Matei, wale ambao namkumbuka miaka ile, aliwahi kuumia mguu na akawa anatembea akiwa anachechemea namna hii, akiwa anachechemea. Lakini tukiwa na wiki zile za kushuhudia injili na kwenda kuwajenga wengine, kuwatia moyo wengine, kuwafariji wengine, alikuwa anakwenda nyumba kwa nyumba. Wakati fulani akatoka hapa kala kwenda kule Molangi kule juu. Nikamwambia mama, lakini mguu nauma, ungeacha tu. Akasema hapana, kazi ya Bwana siwezi kuacha, nitakwenda. Kanisa lilisimama na kuna watu walijitoa. Mama Jose yule pale, nakumbuka Mama Jose miaka ile. Hivi Mama Jose mtoto alikuwa ni nani? Kuna katoto kamoja ambao alikuwa ndio amejifungua. Na akiwa amejifungua, unajua kalikuwa katoto kachanga, kadogo kabisa. Akawa anakabeba mgongoni, anakafungia hivi na kanga, akipita nyumba kwa nyumba akishuhudia injili. Kila mahali kanisa liweze kusimama. Sema amen. Lazima tuwe na maneno ya kuwajenga wengine, maneno ambayo yatamtia moyo, yatamjenga. Hivi Mama Jose mtoto alikuwa ni nani? Maana sasa wamekuwa watu wazima, hata sijui ni yupi. Nimeshake. Kalikuwa kachange kabisa, kadogo kamebebwa mgongoni, kachange kabisa namna hii. Anakwenda nyumba kwa nyumba akishuhudia na mtoto mchanga. Yani mpaka anashuhudia. Wewe unaona mtu anafanya kazi ya Mungu mpaka mchungaji unaona huruma, unaona kama vile angebaki nyumbani. Lakini anasema hapana, kazi imejengwa kwa sababu kuna watu ambao walijitoa. Tusirizike vile tulivyo wakati watu wanafia dhambini. Tusirizike vile tulivyo wakati bado kuna watu hawajaokolewa. Tusirizike vile tulivyo wakati bado kuna watu wengi tunahitaji kuwafikia. Eneo la kazi kuna watu bado hawajaokolewa. Eneo la biashara unafanya kuna watu hawajaokolewa. Chuo unachosoma kuna watu bado hawajamjua Mungu. Yaani usirizike tu namna hiyo. Lazima ujue kwamba kuna kazi ya kufanya. Na hiyo kazi ambayo amepewa ni wewe hapa. Yesu Kristo amekupa hiyo kazi kama balozi. Yesu Kristo amekupa kama mwakilishi. Hakikisha wengine wanaokolewa. Sema amen. Sema amen. Najua juma lijalo tuna mambo mengi sana, kwa sababu ya mambo ya harusi, kwa sababu ya maandalizi ya na mambo mengine. Lakini nataka nikupe kazi ukashuhudie injili. Sema amen. Na Jumapili ijayo ulete mtu huyu. Wangapi jamani? Mbona sauti ni za watatu? Wangapi? Sio wengi sana. Leta huyu. Kwa sababu ninyi mlioko hapa kila mmoja akileta mtu mmoja, tukawa mara mbili ya hapa, kila kiti kitakuwa kimejazwa. Sema amen. Yaani mimi shida yangu nataka iwe viti havitoshi. Tuambie na wazee wa kanisa walioweka viti, kuna viti vimewekwa huko, vitolewe viletwe huko. Bwana asifiwe sana. Shuhudia mtu mmoja. Mgeukie jirani yako mwambie uwe na nia moja ya Kristo Yesu. Mwambie nia mbili zina madhara. Mwambie nia mbili zina madhara. Mwambie nia mbili zina madhara. Hebu simama kwa miguu yako, mwambie nia mbili zina madhara. Weka mikono yako juu sasa. Praise, mngekuwa mmefika pale hata mtu mmoja. Weka mikono yako juu. Nataka tumwambie Bwana tusaidie. Elia alisema wazi, tasita katika mawazo mawili, hata lini? Katika nia mbili, hata lini? Nakumbuka wakati wa mtumishi wa Mungu Joshua, kuna wakati ambapo alisema kwamba chagueni tu mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana.
Tunahitaji kumwambia Bwana tusaidie, kwa sababu pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Wakati mwingine mioyo yetu inashindana katika nia mbili. Wakati Yesu anatuhitaji, lakini pia dunia inatuhitaji. Na ndio maana tunakuwa na wengine ambao wamerudi nyuma katika maisha ya Kikristo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa anawahitaji, lakini dunia pia ilikuwa inawahitaji. Walikuwa katika hiyo nia mbili, mawazo mawili tofauti, wakashindwa kufanya uamuzi ulio sahihi, wakarudi katika dunia. Lakini najua bado Mungu anawahitaji. Tunahitaji kusema na Bwana, tunahitaji kusema na Bwana kwamba bila yeye hatutaweza kitu chochote. Wewe waweza Bwana, wewe waweza Bwana, wewe waweza, wewe waweza Bwana, wewe waweza Bwana, wewe waweza, wewe waweza, wewe waweza Bwana, wewe waweza Bwana, wewe waweza Bwana. Mchana wa leo sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wema wako na upendo wako. Ninakushukuru kwa sababu utanisaidia katika ibada zangu, katika uimbaji wangu, utanisaidia. Kwa jina la Yesu, nisaidie kulitendea neno la Mungu kazi. Kwa jina la Yesu, nisaidie kuyatenda mapenzi yako. Kwa jina la Yesu, nisaidie kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, nisaidie kuwajenga wengine, kuwatia moyo na kuwafariji. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu sikiliza nikwambie kitu kimoja. Nataka tufanye mambo mawili kwa wakati mmoja na kwa haraka. Kwanza nataka tumshukuru Mungu kwa yote, lakini pale ambapo unaona kwamba Bwana anahitaji kusaidia, wakati mwingine tunakuwa na nia mbili zinatuchelewesha katika mambo. Mungu akusaidie, unaweza ukasema naye. Hili ni jambo moja ambalo nataka tufanye. Jambo la pili, wakati tunaomba hayo kwa pamoja, kama kuna mtu anahitaji binafsi, atakuja hapa mbele. Hebu wote tuende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni Mungu aliye hai.
Asante kwa sababu wewe ni Bwana wa mabwana. Asante kwa sababu wewe ni mfalme wa amani. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Sema na Bwana, sema na Bwana tujue maisha yako. Sema na Bwana, sema na Bwana juu ya kile ambacho unahitaji msaada kutoka kwake. Sema na Bwana, yeye yupo mchana wa leo kwa ajili yako. Yeye yupo mchana wa leo kwa ajili ya kila mmoja. Yeye yupo mchana wa leo kwa ajili yako pia. Mwambie Bwana akusaidie, neema yake itoshe. Hebu sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana. Sema na Bwana, inua kinywa chako, sema na Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana kwa ajili ya neno hili ambalo umesema nasi tena katika mchana wa leo, kuwa watu ili kwamba ni madhara makubwa. Basi Bwana utusaidie tena, ili tusiwe na nia mbili katika mioyo yetu, ili tufanye ile ambayo Mungu anakusema tufanye. Tuwe na nia moja ili tuyafanye mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kuomba, muombe tu Bwana kuwezeshe kuwa na nia moja kwenye moyo wako, kataa kuwa mtu wa nia mbili katika jina la Yesu. Bwana tusaidie tena katika wakati huu, Bwana tusaidie tena katika majira haya. Tunakataa kuwa watu wa nia mbili, tunakataa kuwa watu wa nia mbili, tunakataa kuwa watu wa nia mbili, watu ambao wanasita kwenye mambo ya imani, watu ambao wanasita kwenye kila eneo. Bwana tunakataa kwa watu wa jinsi hiyo. Mungu tusaidie, endelea kumba tu Bwana kusaidie kuwa na nia moja, usio kama watu ambao walisita. Endelea kuomba tu, mwambie Bwana kusaidie, mwambie Bwana kusaidie. Bwana tusaidie tena mchana wa leo, tunaomba neema yako itakayotusaidia kwa watu wa nia moja, kwa watu wa nia moja Bwana, kwa watu wa nia moja. Bwana tuwe na nia moja ili tuyafanye mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Tuwezeshe mfalme wa falme, tuwezeshe Mungu mwaminifu, tuwezeshe Mungu uliye hai. Tusaidie tena Bwana, tunakuja mbele zako katika mchana wa leo, tunaomba tuwezeshe kuwa na nia moja. Bwana wewe unatujua, unajua mioyo yetu, unajua njia zetu, ndio maana umesema nasi tena juu ya mioyo yetu kuhusu nia mbili. Baba utusaidie tena katika wakati huu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba tunakuja mbele zako, tunatubu mbele zako Bwana. Tusame pale ambapo tumekuwa watu wa nia mbili Bwana, tusame pale ambapo tumekuwa watu wa nia mbili Bwana, tusame pale ambapo tumekuwa watu wa nia mbili. Lakini mchana wa leo tunaomba utusaidie ili tuwe watu wa nia moja, ili tutembee katika nia moja, ili tukutumikie kwa nia moja, ili tukuabudu kwa nia moja, ili tukutolee kwa nia moja, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tusaidie Bwana katika mchana wa leo, tusaidie mfalme wa falme. Wewe ni Mungu ambaye unatujua vizuri, unajua kuingia kwetu na unajua kutoka kwetu, unayajua mawazo yetu, unayajua mioyo yetu. Bwana tusaidie tena katika jina la Yesu Kristo, tusaidie tena Mungu mwaminifu.